ufanye mwili wako kuwa nyumba ya Mungu, hekalu ya Mungu. Weza kulivunja hekalu la Mungu na kulijenga katika siku 3. Bwana Yesu. Mathayo 26:61. Na ujumbe wetu unasema ufanye mwili wako kuwa hekalu. Yesu alikuwa anazungumza na mara nyingi akiwaambia hata hekalu hili nitalivunja siku na nitalijenga ngapi? 3. Lakini yeye alikuwa anasema katika namna ya roho na sio katika namna mwili. Hakumaanisha hekalu jengo la kuabudia, bali alimaanisha hekalu ni ule mwili wa mwanadamu ambao Mungu anaishi ndani yake. Halo? Na yeye alikuwa amekaa na kushuka katika hali ya kuwa mwanadamu. Yeye alikuwa katika namna mwili, lakini ndani ya Yesu alikuwa kwa Mungu akiketi. Kwa anafafanua katika namna roho kwamba mwili wake ulikuwa hekalu la Mungu. Na anasema kwamba ataweza kulivunja na kulijenga kwa siku 3. Kwani tunaona katika namna ya roho maandiko yanapofunua, unamwona Yesu hekalu lake lilivunjwa katika siku moja. Pale msalabani mauti yake ilipomfikia, lakini baada ya siku 3 akainuka tena. Sasa nataka nikwambie mtu wa Mungu, ukimchukulia Yesu katika namna tu ya Mungu na sio mwanadamu, hautaweza kuapply na kutembea kama Yesu alivyotembea. Hautaweza kukaa kwenye nafasi ya mwanadamu ambaye anatembea na upako wa nguvu ya Mungu wa kuleta matokeo na mabadiliko katika ulimwengu. Yeye anasema neno akavaa nini? Mwili. Na kama mwili anao mwanadamu, Mungu hanaga mwili. Yule neno anaweza kuvaa mwili wa kwangu mimi ni wa kwako wewe, akakaa ndani yetu na akayatimiliza mapenzi na makusudi yake. Kwa nini tunashindwa kutembea na kutimiliza makusudi ya Mungu? Ni kwa sababu miili yetu sio nyumba ya Mungu, sio hekalu la Mungu. Ndio maana Mungu hawezi kukaa ndani yetu. Lakini tukiweza kutembea katika namna ya roho na kupata ufahamu wa kusema miili yetu iwe hekalu la Mungu, inamtengezea Bwana mahali pa kukaa, namna ya yeye usalama wake na kutulivu wake ndani yetu, ataweza kukaa na kuyatenda makusudi yake. Lakini usipopata ufahamu wa kutambua kwamba wewe mwili wako ni hekalu la Bwana, Roho Mtakatifu anapaswa kuketi ndani yako ili awe na uhuru wa kufanya na kutimiliza mapenzi ya Mungu. Kuna namna utaishi maisha ambayo hayafanyiki kuwa mwili wako kuwa hekalu la Mungu, hayafanyiki kuwa mwili wako nyumba ya Bwana. Ndio maana Bwana hawezi kuketi mahali hapo. Anza kutengeneza mtu wa Mungu mwili wako uwe nyumba ya Bwana, uwe hekalu la Bwana. Kristo na Roho Mtakatifu ashuke ndani yako, apate kupata utulivu mahali hapo, apate kuketi mahali hapo. Sema amina kama unaelewa sawa.